Sufuria ya maajabu. Sufuria hii imepelekea uhasama na uadui baina ya marafiki watatu. Sufuria ambayo ilikuwa ina maajabu makubwa, inazidisha vitu mara mbili zaidi. Sufuria ya maajabu ni hadithi ambayo ilikuwa ikisimuliwa na wazee wa zamani. Leo nakuletea mimi storyteller wako Steven Machumu. Twende sawa. Hapo zamani za kale, katika kijiji kidogo kilichokuwa na milima ya kijani kibichi, miti yenye maji safi na misitu iliyojawa na ndege wa kila aina, aliishi binti mmoja mrembo na mwenye roho ya huruma sana. Jina lake alikuwa Amina. Amina alikuwa yatima. Wazazi wake walifariki katika ajali ya moto miaka mingi iliyopita. Tangu wakati huo alilelewa na bibi yake mzee aliyefahamika kwa jina la Kibibi Kizee. Bibi huyo alikuwa mtu wa pekee, alikuwa na hekima ya hali ya juu na wengi walimshuku kuwa alikuwa na uwezo wa ajabu, uwezo wa kichawi. Siku moja ya Jumamosi, baada ya kazi za asubuhi, Bibi Kizee alimuita Amina kwa sauti ya pole lakini yenye mamlaka. Amina, njoo hapa mwanangu. Bibi Kizee alisema. Amina alijitokeza kwa haraka akiwa na tabasamu kali usoni, ingawa alikuwa amechoka na kazi za shamba. Bibi Kizee alitoa sufuria yake ya udongo iliyokuwa imefungwa kwa vitambaa vya rangi ya zambarau. Alimkabidhi Amina na kumwambia kwa sauti ya fumbo, sufuria hii sio ya kawaida. Ukiweka juu ya moto, utaweka kitu chochote cha thamani ndani yake, kisha uifunge kwa mfuniko wake maalum na kuipiga mara 3. Vitu hivyo vitazidishwa mara 2 yake. Lakini kumbuka, usitumie kwa tamaa. Tumia kusaidia maskini, yatima na wenye uhitaji. Amina alishangaa sana. Alishukuru kwa heshima na kuelewa kuwa alikuwa amepewa kitu cha thamani sana. Sufuria hiyo, japokuwa ilikuwa ya udongo, ilionekana kuwa na mng'ao wa ajabu, kana kwamba ilikuwa na roho. Siku iliyofuata, Amina hakwenda shule. Marafiki zake wa karibu, Halima na Zainabu, walishangaa sana walipomwona nyumbani baada yao kutoka shule. Waliamua kwenda kumtembelea. Walipokaribia nyumbani kwa kina Amina, walimuona akiwa ameketi nje na ile sufuria yake. Walicheka na kusema, Amina leo hakuja shule kwa sababu ya kupika na sufuria chafu. Amina alitabasamu na kusema, sio sufuria chafu, hii ni sufuria ya maajabu. Halima na Zainabu walimcheka zaidi. Wewe unazidi kuwa mjinga, Amina. Hii karne ya sayansi sasa, si enzi za mababu. Hebu achana na huo uchafu. Lakini Amina kwa upole na utulivu wake aliwaambia, nataka naonyeshe kitu. Aliweka kipande kimoja cha mkate wake kwenye sufuria, akafunika na kupiga mara 3. Mara 1, 2, 3. Mkate ule ukazidishwa mara 2 zaidi. Halima na Zainabu walibaki na mdomo wazi. Kisha wakaweka pipi 5. Baada ya mchakato ule ule, pipi zikawa 10. Waliweka sarafu 5 za 100, zikawa 10. Amina aliwakumbusha, lakini kumbukeni, sufuria ni kwa ajili ya kusaidia wenye uhitaji. Tamaa itaharibu nguvu yake. Marafiki zake walionekana kuwa walikubaliana naye, lakini mioyoni mwao walikuwa wakivutiwa na uwezo wa sufuria hiyo. Waliona fursa ya kupata utajiri kwa haraka, kuondoka kijijini na kuishi maisha ya kifahari. Usiku huo huo, Halima alimtembelea Zainabu na kumwambia, tunaweza kuwa matajiri. Tukiiba sufuria hiyo, tutaweka pesa, dhahabu na chochote kile, na tutapata mali mara 2 zaidi. Walipanga kwa siri, wakaamua kuiba sufuria hiyo. Usiku wa manane, walipoiba, walikimbilia kwenye kichaka kilichokuwa karibu na nyumba ya kina Halima. Wakaanza jaribio. Walipiga mara 3, lakini hakukuwa na mabadiliko. Walijaribu tena na tena, lakini sufuria ilibaki kimya. Ghafla upepo mkali ulivuma. Anga lilijaa na mawingu meusi. Kisha sauti kubwa ya ajabu ilisikika.
nani aliyegusa kisichokuwa chake. Bibi Kizee alitokea akitembea juu ya hewa kama roho. Alikuwa amevaa kanzu ndefu nyeusi na shuka lenye kung'aa. Alimwangalia Halima na Zainabu kwa macho makali. Mmeamua kuharibu baraka kwa tamaa yenu, si hivyo tu, mmevunja ahadi ya kusaidia walio na uhitaji. Kwa mkono wake wa kushoto aliwapulizia na mara wakageuka kuwa mawe. Walikaa hivyo kwa siku 3 wakati kijiji kizima kilikuwa kikishuhudia maajabu hayo. Baada ya siku ya 3, mawe yale yaligeuka kuwa binadamu tena. Halima na Zainabu walilia kwa uchungu. Walimkimbilia Amina na kumwomba msamaha. Walikiri kuwa walifanya makosa kwa tamaa yao. Amina aliwasamehe. Bibi Kizee pia aliwaonya kuwa endapo wangerudia tena wangekumbwa na adhabu ya milele. Tangu siku hiyo, Amina alitumia sufuria kuwasaidia jamii. Alizalisha chakula kwa wenye njaa, aliwasaidia yatima kupata sare za shule na maskini kupata mavazi. Kijiji kilibadilika, kilianza kustawi na watu walijifunza thamani ya huruma, mshikamano na kusaidiana katika jamii. Halima na Zainabu walibadilika, walijifunza kuwa mali isiyo na maadili ni sumu. Walianza kumsaidia Amina kwa kazi mbalimbali. Miaka ilipita na Amina alikuwa mtu mzima. Siku moja alipowasha moto na kuweka sufuria kama kawaida, hakukuwa na mabadiliko. Alimwendea Bibi Kizee ambaye sasa alikuwa mzee sana, karibu na umauti umfikie. Bibi Kizee alimwambia kwa sauti ya upole, sufuria haifanyi kazi tena kwa sababu kazi yake imekamilika. Kijiji kimebadilika, mioyo ya watu imejaa upendo. Baraka za kweli hazipo kwenye sufuria, bali kwenye roho safi ya binadamu. Hadithi ya sufuria ya maajabu ilienea katika vijiji mbalimbali. Ilifundisha watu kuwa baraka hutoka kwa moyo wa kusaidia na sio tamaa. Ilikuwa baada ya kizazi hadi kizazi. Iliwakumbusha watu kuwa mali ya kweli ni huruma, upendo na mshikamano wa jamii. Na tangu siku hiyo, Amina alikuwa kama mama wa huruma, mwanamke aliyechangia kubadilisha kijiji kizima kwa kutumia sufuria ya ajabu kwa nia njema. Tumefika mwisho wa simulizi yetu ya sufuria ya maajabu ambayo imesababisha kisa cha ugomvi miongoni mwa marafiki watatu. Ulikuwa nami Steven Machumu hapa ndani ya Arsenic Production. Tukutane hadi mara nyingine tena na kutakia neema na baraka tele. Bye.